Hebu mnisalimie hivi hewani. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nimefika hapa na Rumuru siku ya leo hapa Kieni kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Leo mimi nimefika hapa kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tupange mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Na hiyo mambo ya maendeleo ya sehemu hii, tuko na mambo karibu 4 ya muhimu katika kupanga mambo ya maendeleo ya sehemu hii ya Nyeri na ya Kieni. Ya kwanza, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba mambo ya stima haijafika kwa nyumba ya wananchi wote. Na huyu Alex Wachira ambaye mlinipatia kama PS wangu wa kusimamia mambo ya stima, tumekubaliana na yeye ya kwamba hapa Nyeri tunaweka milioni 850, na leo mimi nimefika hapa. Watu wa Kieni tunaelewana? Leo mimi nimefika hapa kuanzisha mradi wa kuunganisha watu 10,000 wapya, tukitumia pesa ya serikali milioni 850 kuunganisha watu wa Nyeri kwa stima, kwa sababu nataka tuhakikishe ya kwamba tunapunguza giza ama tunaondoa giza, mupate stima, muweze kuhakikisha kwamba tunaongeza mwangaza ili sehemu hii yenu tuambatane na sehemu zingine za Kenya tukienda mbele. Leo hiyo mradi imeanza hapa Nyeri na tutafika katika kila kijiji, na nimeongea na wabunge wenu. Kila mjumbe atatueleza ni kijiji gani haijapata stima, ndio tupeleke stima na huko. Nyinyi waheshimiwa wote mjipange ili tuhakikishe ya kwamba wakati tunaunganisha stima Kenya, tunaunganisha stima watu wa Nyeri wakiwemo watu wa Kieni hapa. Nego kanatigo. Tunaelewana? Na mimi nataka nikwambie Alex, wewe Alex bwana Wachira, usikie vizuri. Mbali na hiyo milioni 800, kuna mpango ingine nimepanga hapo. Kwa hiyo mpango ingine tumepanga, nimeongeza milioni 550 ya kukuja Nyeri County. Wewe Alex utafuata vizuri ili wananchi wa hapa tuwahakikishie, kwa sababu wao wametupatia kazi ya kusukuma mambo ya maendeleo. Tuhakikisha kwamba wakati tunawakisha stima sehemu zingine za Kenya, mimi sitaki Nyeri ibaki nyuma, lazima iwe katikati ya hiyo mipango ya kupeleka Nyeri mbele na Kenya mbele. Jambo la pili, mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya mashamba yenu. Tumekubaliana ya kwamba kila mtu awe na hati miliki ya shamba yake, na ndio sababu hiyo leo tumekuja hapa kupatiana hati miliki 3,000. Niwatangazie watu wa hapa kwamba ile shida tulikuwa nayo na hizo title deeds, ile matatizo ya makesi, ile kesi zote tumezimaliza. Ile shida yote ya green card tumeimaliza. Sasa mnaweza kupokea title deeds zenu, muendelee na kazi zenu, kwa sababu ni haki ya kila Mkenya kuwe na title deed ya shamba yake. Jambo la tatu ambayo imenifanya nikafika sehemu hii ni kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya masoko. Mimi nilisema ya kwamba soko lazima iwe katika kila sehemu, ili wamama mboga na wale wengine wote wapate mahali pazuri pa kuuza mazao yao, pa kufanya biashara yao, kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba wakulima wanapata mahali pazuri pa kuuza mali yao. Watu wa Nyeri tunaelewana? Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja kuona soko hii yenu tunawajengea hapa. Hapa hii soko tumeweka milioni 57, na hii soko ndani ya mwezi moja itakuwa imekamilika. Wananchi waingie huko sokoni waendeshe biashara yao, na tukimaliza hii soko ndani ya mwezi moja, Kahiga Mutahi, wewe gavana wetu, wewe ndio utapanga vile wafanyabiashara wataingia pale sokoni,
na uanze na wale wananchi ambao walikuwa pale wawe mstari ya mbele. Vile vile nimekubaliana na Waziri Alice Wahome ya kwamba Endarasha pia tunajenga soko ingine kubwa kama hii. Pia tunajenga soko ingine Marikiti pale Nyeri Town. Pia tunajenga soko ingine kubwa ya milioni 300 kule Othaya. Pia tunasenga soko ingine 8 hapa Nyeri. Tuhakikishe ya kwamba market infrastructure ambayo itasaidia wafanyabiashara katika biashara zao sokoni, watusaidie vile vile kutafuta soko ya mazao ya wakulima wetu, ili wakulima wakizalisha vyakula tuwe na mahali ya kuuza hiyo vyakula, tuwe na chakula ya kutosha Kenya, biashara iendelee, tuzalishe uchumi, tuondoe njaa, Kenya isonge mbele. Watu wa Narumoro tunakubaliana jameni? Jambo la tatu, mimi nilikubaliana na nyinyi. Saa hizi nimetoka kule Nanyuki. Kule Nanyuki tumejenga nyumba za affordable housing, karibu zinakamilika. Yetu ya hapa Kieni imechelewa kidogo, lakini sasa tumefanya procurement. Mjumbe wenu Bwana Chieni ametuambia kuna shamba ya public works hapa iko shamba ya public works. Hiyo shamba ya public works tunaweka nyumba 1000, na hiyo nyumba 1000 kwanza itapanga ajira ya hawa vijana. Nyinyi vijana wa hapa Narumoro mko tayari? Vijana mko tayari? Sikiza my friends. Hiyo mahali tunakuja kujenga nyumba 1000. Tunahitaji zaidi ya vijana 2000 wa kufanya kazi pale. Tunahitaji mtu ambaye ni fundi, tunahitaji plumber, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji electrician, tunahitaji mtu ya mkono, tunahitaji mtu mwingine. Sasa wewe mtu hapa Narumoro, mtajipanga na hiyo kazi ama mtajipanga namna gani? Mko tayari kwa hiyo kazi? Si ndio? Kwa hivyo mjipange hiyo program. Waziri Alice Wahome yuko hapa, ndio mwenye kupanga hiyo kazi, na PS wake Bwana Hinga yuko hapa, wanapanga hiyo kazi, na mimi nitarudi hapa wakati hiyo kazi itakuwa imeanza kamili. Mimi nitakuja hapa kuisukuma, kwa sababu tumesema miji yetu katika taifa la Kenya isiwe na vitongoji duni ama ile inaitwa slums, tuwe na modern cities, mahali wananchi wanaishi, mahali kuna usafi, mahali kuna stima, mahali kuna maji, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Narumoro tumekubaliana. Jambo la 4, mimi nimekuja hapa leo Nyeri, ni maneno yenu ya barabara. Muliniambia ya kwamba barabara za Maumau zijengwe. Ni kweli ama si kweli? Muliniambia barabara zile zingine zote zijengwe. Tumekuwa na hali ngumu kwa miaka 2 kwa sababu ya mambo ya uchumi, lakini sasa mimi nimekuja kuwatangazia ile uchumi tumeifanya ukarabati, sasa tumeidhibiti. Dola mnaona imetoka 160 mpaka 128, 129. Inflation imekuja chini from 9% mpaka 3%. Sasa uchumi ya Kenya iko imara. Mambo ya barabara sasa tutaendelea na kujenga, kwa sababu barabara inatusaidia tuwe na uchukuzi, tuwe na usafiri, ndio biashara iendelee, kilimo iendelee, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana jameni? Hii wiki tumetoa milioni 800. Mimi najua hapa tuko na barabara ile inaitwa barabara ya U, ama inaitwa U, inaenda wapi U? Inaitwa nini hiyo barabara? U Road. Hiyo barabara ya U Road ilikuwa imekwama, inatembea polepole. Sasa nimepatia contractor pesa na nitamkaza akamilishe hiyo barabara. Barabara ya Endarasha namna hiyo tumepangana na huyo contractor vile vile. Na zile barabara zingine zote ambazo zimekwama sehemu hii, sasa tumepata pesa ya kusukuma hizo barabara, ndio Kenya iweze kusonga mbele wakati tunasongesha mambo ya maendeleo mbele. Tumekubaliana watu wa Narumoro. Vile vile mimi niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mfumo mpya wa mambo ya matibabu. Ile NHIF ya zamani ilikuwa inashughulikia watu wenye ajira na watu wenye uwezo,
lakini nimesema tunataka bima ya afya ambayo itashughulikia kila Mkenya bila ya kujali kama ako na kazi na asiwe na kazi, ama ako na uwezo asiwe na uwezo. Na tumesema hii bima mpya ya SHA sasa itashughulikia kila mtu. Mwenye ako na uwezo atalipa kulingana na uwezo wake. Kuna mwenye atalipa 1,500, mwingine atalipa 200, mwingine atalipa 100. Lakini wewe mwananchi wa kawaida ambaye huna uwezo yeyote, sisi kama serikali ya Kenya tutakulipia. Ndio tuhakikishe hakuna Mkenya anaenda hospitali ananyimwa matibabu kwa sababu hana pesa. Nego kana tigo. Tunaelewana? Watu wa Naramoru tunaelewana? Mnasema tushirikiane. Muliniambia nipange mambo ya kilimo vizuri. Bei ya mbolea ilikuwa 7,000, saa hizi ni 2,500. Bei ya maneno ya chai nimepunguza gharama ya mbolea mpaka 2,500. Maneno ya kahawa hivyo hivyo. Maneno ya miwa hivyo hivyo. Kwa sababu hakuna vile tunaweza kuwa taifa huru kama hatuwezi kujilisha kama taifa. And that is why mulikuwa mnaona pale nyuma miaka 2 iliyopita watu walikuwa wanabeba sufuria kule Nairobi ati iko unga kwa kichwa. Lakini kwa sababu tumepanga kilimo, tumetoa mbolea ya kutosha, tumezalisha chakula ya kutosha, sasa Kenya hii iko na chakula ya kutosha na Kenya inasonga mbele. Muliniambia nipange mambo ya kahawa. Tulikuwa na matatizo makubwa kwa mambo ya kahawa. Brokers na cartels walikuwa wamejazana huko, wanahangaisha wakulima. Mtu mmoja alikuwa ni mkulima, yeye pia ni broker, yeye pia ni mila, yeye pia ni mnunuzi. Sasa tumepanga hiyo maneno, tumeondoa hiyo program ambayo ilikuwa inaharibu biashara ya wakulima. Bei ya kahawa leo Kenya, average ya bei ya kahawa imefika shilingi 110, 120, kutoka shilingi 50, shilingi 60, kwa sababu tumeweka usimamizi ambayo inaondoa ukora ambayo ilikuwa ndani ya mambo ya kahawa. Na mwaka huu tunaweka pesa ya kuongeza miche seedlings ya kahawa milioni 20 kila mwaka, kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha kwamba vile tunapata mapato zaidi ya bilioni 200 kwa chai, tunataka vile vile kahawa ifike hata nusu trilioni every year, kwa sababu inawezekana kama tuna usimamizi wa sawasawa. Tumekubaliana na Naramoru. Nego kana tigo. Nezuraiwe dania. Kabisa. Ndio mimi nimekuja hapa. Na mimi nitakuwa hapa leo, mimi nitakuwa hapa kesho, mimi nitakuwa kesho kutwa, mimi niko area. Si namna hiyo? Mpaka tunyoroshe hii kazi yote mpaka ikae laini sawa sawa. Umeelewana? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Hii serikali, mimi nauliza nyinyi watu wa Naramoru, hii serikali iliundwa na kura ya nani? Iliundwa na kura yenu? Hii serikali ni kweli ama si kweli? Hii serikali, niulize tena, hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu? Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau nani anisaidia kuunda hii serikali? Nataka mnisikie vizuri, watu wa Naramoru, si ndio? Na mimi si mlevi, mimi sikunywangi pombe, na mimi si mtu ya kuchanganyikiwa. I know what I'm doing. Tunaelewana? Na mimi nitahakikisha ile kazi mlinipatia ya kuhakikisha kwamba tunasimamia masomo ya watoto wetu, ile ya kilimo, ile ya maendeleo ya barabara na stima na hiyo ingine, nitahakikisha ya kwamba hiyo kazi inafanyika. Na ikiharibika ya Nyeri hii, mniulize mimi. Ninyi mnanielewa jamani? Yes, mniulize. Si baada ya miaka 5 nyinyi ndio wenye mtasahihisha maneno? Si kama MCA hajafanya si mtampeleka nyumbani? Si mjumbe kama hajafanya si mnajua vile ya kumfanyia? Si senator asipofanya si mnajua vile ya kumfanyia? Si hata huyu Mutai asipofanya si mnajua vile mtamfanyia? Kwani nyinyi hamjui ya kwamba hata mimi najua kuna kile kitu mimi nisipofanya mimi najua vile mtafanya?
Mimi mnanielewa? Kwa hivyo hiyo kazi mmenipatia, mtafanya na bidii, mtashangaa. Hiyo barabara mmeniambia nijenge, nitajenga mpaka mtashangaa. Stima nitafanya hivyo, hiyo ingine nitafanya hivyo. Ile mimi siwezi kufanya ni fitina na mambo ingine ya watu wengine huko kando. That one mimi sitaki. Sijui kama tunaelewana. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa na Rumoru. Wakati mlinipatia kazi, nyinyi ndio mlinipatia kazi ya rais. Simuliambia niende nipange barabara na stima na maji na nisaidie watoto wasome vizuri na nihakikisha kwamba soko imejengwa na biashara imeendelea na kahawa iko sawa sawa na chai iko sawa sawa na maziwa iko sawa sawa. Si nyinyi ndio mtasahihisha mtihani hiyo baada ya miaka hii 5? Mimi niko tayari kwa hiyo mtihani, tukutane kwa mtihani siku hiyo. Ama namna gani watu wa Rumoru? Lego kana tigwo. Tunaelewana? Na mimi nimesema hivi. Nyinyi mnaona hapa niko na waziri Mutahi Kagwe. Si ndio? Si huyu Mutahi Kagwe sasa ndio waziri wetu wa mambo ya kilimo. Si yeye ndiye ananisaidia kupanga mambo ya maziwa na kunisaidia kupanga mambo ya kahawa na kunisaidia kupanga mambo ya mbolea, huyu waziri huyu. Si ndio? Huyu waziri Mutahi Kagwe. Si ni kweli? Mimi nawauliza, si pale kwa uchaguzi tulikuwa pande tofauti na huyu Mutahi Kagwe? Lakini mimi nimesema kama kiongozi wa taifa la Kenya, kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote kutoka mirengo yote, ndio ili tushughulike na maendeleo ya taifa letu la Kenya, kwa sababu maendeleo ya taifa letu la Kenya ni ya muhimu kuliko mirengo ya chama ama kuliko tofauti za viongozi. Na ndio sababu hiyo huyu Mutahi Kagwe leo tunafanya pamoja. Wale wengine hata walikuwa upinzani tunafanya pamoja. Kwa sababu ya kuunganisha taifa ndio tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo bila ya kisirani, bila ya ugomvi, bila ya chuki, bila ya ukabila na bila ya kuwagawanya Wakenya. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Rumoru, mnataka tuendelee kugawana ama tuungane tufanye maendeleo pamoja? Mnasema tuungane? Tushirikiane na huyu Mutahi Kagwe na wengine? Wale wanasema tuungane, nione kwa mkono. Basi hiyo ndio maneno ambayo ningependa tuseme. Wacha nichukue nafasi hii. Wacha nianze na huyu waziri. Wacha nianze na waziri Mutahi Kagwe atusalimie. Waziri tusalimie. Asante sana. Asante sana, asante sana, Your Excellency. Adwaito murega. Murega rege. Geithia ici igoro cia mwathani. Geithia cia mwathani. Asante sana. Asante sana, Your Excellency. Mimi ulinipatia ukaniita ukaniambia Kenya ni moja na tujenge Kenya moja. Mheshimiwa Rais, mimi ukaniambia nishughulike na wakulima, kwa sababu sisi watu wa Nyeri sana sana ni wakulima. Hivyo umesema, ukasema bei ya fertilizer ishuke. Hawa watu Your Excellency, they can tell you, wananunua fertilizer na 2,500 shillings. Na leo hii niliambiwa na mjumbe wa area hii, akaniambia hapa na Rumoro ile fertilizer iko haitoshi. Na mimi nikapiga simu kwa wale watu umenipa kufanya kazi, na wakasema kutoka kesho hapa na Rumoro ile kitu itakuwa mingi kuliko fertilizer, ni maji tu. Fertilizer inakuwa hapa, itatoshea hapa nyinyi. Kwa hivyo mjitayarishe tufanye kupanda, kwa sababu ni wakati wa kupanda. Kwa hivyo Your Excellency, bila kusema mengi, vile sisi tunajua ni kwamba hii ni wakati wa kufanya kazi, na sisi wakulima tuko tayari, na ile nguvu ambayo umetupatia, ile support umetupatia, fertilizer bei chini,
kahawa mimea yake chini, lakini vile tunataka ni wakulima, mkulima akienda nyumbani awe na kitu ya kutosha, ndio mtoto aweze kusoma, ndio mama apate nguo mpya, hata mzee akikosa lakini mama apate, ndio vijana waajiliwe kazi huko kwa mashamba. Kwa hivyo, Your Excellency, we are ready. We are ready to cooperate and we are ready to work. Asante sana, Mungu awalinde. Asante sana. Hapa niko na ndugu yangu Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Profesa Kithure Kindiki, awasalimie. Narumoro hoi. Narumoro hoi. Rais, asante sana kwa kufika hapa. Mambo yangu ni mawili tu. Kwanza kabisa, ya rais ni matatu, yangu ni mawili. Ndio maana mimi ni Deputy President. Rais, nakushukuru kwa kufika hapa. Rais amekuja hapa kututembelea na hako na report, progress report. Kwa sababu tangu tumpigie kura ya kuwa rais wa Kenya, miaka 2.5 imekwisha na amebakisha miaka 2.5. So ni half term. Na katika hiyo half term, rais amekuja na progress report mahali amefikisha kazi ambayo alipewa na watu wa Jamhuri ya Kenya. Ya kwanza ni kwamba mambo ya kiuchumi yalikuwa na matatizo, kwa sababu mahali rais amechukua usukani ilikuwa baada ya COVID-19 na uchumi wetu ulikuwa umepigwa sana, kwa sababu kwa zaidi ya mwaka 1.5 hatukuwa tunafanya kazi kwa sababu ya COVID. Tulikuwa tunakaa manyumbani, biashara zikafungwa, uchumi ukaharibika, shilingi ikakuwa dhaifu, bei ya bidhaa muhimu ikapanda juu. Na hiyo miaka 2 ambayo imepita, kupitia juhudi kubwa ya serikali hii tukiongozwa na Rais William Ruto, mambo ambayo yalikuwa yanaenda senemnege sasa yameanza kudhibitika. Kwa mfano, shilingi ya Kenya imedhibitika kutoka 165 imefika 128, 129 against the dollar. Bei ya unga imeshuka from about 240 per 2 kilograms to about 120. Vile vile inflation imeshuka, mafuta imeshuka kiasi. Kwa hivyo hiyo ndio progress report ambayo rais ameleta. Fertilizer ambayo tunatumia kama wakulima imepungua kutoka 7,000 to 2,500. That is a half term report. Kahawa yetu ambayo tunakuza katika sehemu nyingi ya area hii, kwa wakati wa 2022 bei ilikuwa 50-60 shillings per kilo. Today farmers are receiving 110, 120, 130. And Your Excellency, Embu, last week, some 2 factories in Embu paid 140 shillings per kilo. Na hiyo ndio ile tulisema wakati wa campaign, tutahakikisha guaranteed minimum returns to our farmers. For over 30 years, kahawa ilikuwa ina shilingi 20, 30, 40 kwa kilo. Today it's over 100 na inasonga ikielekea juu. That is the half-term report. We have earned more money from coffee sales, more than any other time in the history of Kenya. From 181 billion the other year to 215 billion this year. That is the half-term report. Rais amesema mambo mengi, lakini pia ametuambia katika huu muda umebaki, the remaining work will be done. The remaining work is to revive all the stalled road projects. The remaining work is to build markets for our farmers. Ndio wafanyi biashara wetu, wakulima, wakienda kuuza bidhaa zao, wawe mahali pasafi, mama mboga, and wale wanabiashara wadogo wadogo. Hii soko ya Narumoro tumetoka hapo,
It will be complete in 2 months. Tumetoka Nanyuki, a big market is ongoing. 400 markets across the country of that type. Kwa hivyo hiyo ndio report ya rais. Stima, tumezindua mradi kubwa ya stima hapa Nyeri ya kuongeza 10,000 new homes to connect them with electricity, and that will cost the government 800 million Kenya shillings. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ya rais, hiyo ndio kazi ya serikali. Kazi ya serikali ni kusaidia kutatua matatizo ya wananchi. Bidhaa isiwe bei ghali sana. Bidhaa ambazo tunakuza viwe na bei nzuri, kama ni kahawa, chai ama mimea mingine. Kutengeneza miundo msingi ya barabara, stima, maji na masoko. That is the work of government. Na mimi mnajua, mimi ni mtu ya area hii. Mimi kwetu ni hapa tu chini. Mimi ni mtu ya the larger Meru region. Na sisi, Mheshimiwa Rais, hapa Nyeri, wakati rais wa tatu Mzee Mwai Kibaki alikuwa anasimama, the biggest support base for President, the late President Mwai Kibaki, ilikuwa Meru na Tharaka Nithi. Ne makanatima. Kweli ama si kweli? Kwani nimeongea si ni kweli? So we have a long history, and we want to copy, for us in this region, we want to copy the politics that Mzee Mwai Kibaki left us. Politics mzuri ya kusaidia wananchi, sio politics ya kuchochea fitina, vita na migawanyiko. And Mr. President, you have taken up the national building project from where President Mwai Kibaki left it. Kwa sababu hii Kenya yetu, hata tukijivunia ati tumetoka sehemu hii ama sehemu ile, haitawezekana tupate maendeleo peke yetu. Na vile vile sisi zote tunajua kuna watu wengi wamezaliwa hapa mlimani, wanaishi pwani, wengine wanaishi bonde la ufa, wengine wanaishi Kisumu, and we need all of us grow so that our people will be safe wherever they are, and we can also have unity, and there are also people from other parts of the country who are here. Kwa hivyo, Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikuhakikishie, mimi nimekuwa waziri wako wa usalama wa taifa. Na ile miaka miwili ulinipatia hiyo kazi, every day I was on duty, including Sundays, public holidays, day and night. Hii Kenya nimeiangalia, nimeizuru kwa sababu ya mambo ya usalama. Saa hii miezi 4 imepita, umenipatia kazi mpya ya kukusaidia kazi. I want to assure you, Mr. President, I will help you run the affairs of Kenya, because that is the work of a deputy president. Kazi ya msaidizi wa rais sio kupigana mamlaka na rais. Kazi ya msaidizi wa rais ni kumsaidia kukwamua masoko na barabara na stima, na kumsaidia wananchi wapate bei bora ya bidhaa zao. I will work therefore with the ministers, the PSCs, other agencies in your administration to lighten the load that you carry on your shoulders, because that, as I understand it, is the work of the deputy president. Nisaidie rais ama ningangane na kushindana na yeye? Nisaidie rais. Hii soko ikamilike. Ile barabara amesema ijengwe. Stima ipatikane. Sio ndio kazi yangu? Niendelee na hiyo kazi. Na rais, kwa sababu ndio kiongozi wetu ya taifa, amesema vile vile sisi hapa, wakati tunaongea umoja wetu, hapa tunaongea umoja wa Kikuyu na wa Meru na wa Embu, vile nilikuwa nasema hapo awali. Lakini pia tujue Kenya ni moja. We have one country. So do you support President Ruto to unite Kenya? Munaunga Rais Ruto asikanishe Kenya yote? Kenya ikuwe moja, taifa moja lenye nguvu na udhabiti. Kwa hivyo rais, mimi nakuhakikishia our full support, na mimi sio mtu ya kusumbua.
And I know how to work with people, big people, small people, strong people, weak people, because we need to carry each other and lighten the burden on the shoulders of the leader of our country, the president. Niendelee nisiendelee? Rais aendelee asiendelee? Rais asonge na kasi? Asonge na kasi? Asonge na maendeleo? Asonge na barabara? Asonge na stima? Wacha nione wale wanakuunga mkono rais. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, wacha nimpatie gavana wetu Bwana Kahiga atusalimie. Narumoro oye! Narumoro oye! Narumoro oye! Muriokuo! Your Excellency, nataka nichukue nafasi hii nikukaribishe hapa Narumoro tena. Na nikuambie hawa watu na mimi tunashukuru kwa sababu umekuja. Tulikuwa tumekumiss kidogo. Na tulikuwa tumeanza kuingiza wasiwasi. Tunajiuliza kaitwe kiliatia. Tanatiguo. Lakini sasa umekuja na umekuja na vipochopocho. Umetuletea maendeleo na tunafurahi. Si nini namna hiyo? Na mimi nataka nitangaze hapa tukiwa Narumoro. Sisi kama rais alivyosema ndio tulipiga hii kura. Na no ginya tulile. Kweli ama uongo? Sisi serikali ni yetu. Sasa tuiangalie watu wakitafuna na sisi tuko kando. Wangapi wanasema tuendelee kuletewa maendeleo hapa? Tanyonia inaguoko. Sini namna hiyo. Kwa hivyo rais, sisi tungetaka wakati unakaa ukiona kitu imekwama pahali haina mtu unaleta kwetu kaatiguo. Kwa sababu tunakushukuru umekuja kukamilisha ahadi zile ulitupatia na zile tulipeana wakati wa uchaguzi. Ni kweli? Unajua Your Excellency, kuna siku roho inapanda na inasema kama mbaya. Ni kweli? Lakini kama kazi ni mzuri na tumeona maendeleo, inatokiwe tikoni. Niseme ni kwega. Asante sana rais. Karibu. Haya, wacha nimuite Wamatinga, seneta wetu wa Nyeri.